kama kuna umoja na kama kweli changamoto ni hizo, halmashauri ina uwezo ikawakopesha. Hata hao halmashauri ukiwaambia nichimbieni kisima, nyie mko wengi, haitoweza kufanya nini? Kufanya hayo mambo kwa kila. Lakini inawezekana ikawakopesha pesa zenyewe milioni 15 za kuchimba kisima pamoja na mnara sijui kitu gani na tenki lile, maji yakawekwa hapa, mkaweza mkafanya hayo nayo yatarajia. Ndio ninachosema yale mambo yanawezekana, lakini kwa kukaa tu peke yako yatakushinda. Na wale watendaji wale ndio kilio changu, ambapo sisi tunasema tumekwenda shule sasa, tumepata maarifa. Tunapokuja huku tuwatembelee, na kama ninaposema hapa, ili shamba unaweza ukaanza shamba labda ukamlazimisha bwana kilimo tu aje, lakini kumbe anatakiwa bwana nani mwingine, afisa biashara aje, kwa sababu hapa pana biashara kubwa tu inaweza ikafanyika. Malengo makuu ya AWF ni kuona kwamba mazingira ambayo yanatuzunguka na rasilimali ambazo zipo zinaweza kututunza sisi pamoja na vizazi vijavyo. Sasa tunachokifanya sisi ni kuona kwamba wananchi wanaweza kushiriki katika kuhifadhi anuai na maliasili zilizopo, huku wao wenyewe wakiwa wanafaidika kiuchumi na kijamii. Sasa kilimo msitu ni mojawapo ya mbinu tunayoitumia kurejesha uoto katika maeneo ya mashamba ambayo kiuhalisia wananchi walikuwa wanalazimika kuondoa miti yote ili mazao mengine yaote. Kwa wazo hili lilikuja kwamba tujaribu kutafuta namna nzuri ambao wananchi watakuwa wanafanya shughuli za kuhifadhi maliasili, lakini wakati huo wakiwa wanaweza kujipatia faida za kiuchumi. Sisi tumeendelea kutoa elimu na kuwashawishi wale wote ambao wanahitaji mkopo wajiunge kwenye vikundi visivyopungua watu 5, kuanzia watu 5 kwenda juu. Kishajiunga na kuwa atekeleza kikundi chenu na kisajili, na sisi wenyewe ndio tunasajili pale. Hata cheti chako, alafu unaomba, sisi tunakuja kukagua biashara yako, alafu tunakupatia mkopo. Kwa kupitia msaada wa serikali na AWF Sustain Eco nimeweza kupata, unajua kuna fursa nyingi ambazo tumezipata, nimenufaika. Sasa hivi mara ya kwanza wateja walikuwa wanakuja na vyombo vyao, lakini sasa hivi tumenunua usafiri wa toyo. Huwa mteja mwenye mzigo mkubwa kwa unamsafirishia bure. Kwa hata mkienda pale sasa hivi mtakuwa toyo imepaki pale, kwa sababu lazima tuzungumze muone kwa vitendo. Pia kwa kupitia kwa AWF na halmashauri ya Mlimba na kushikana na mabwana shamba, nimefungua duka ambalo mke wangu yupo pale. Kwa hiyo yote ni manufaa ndani ya huu mradi, tunaona tunanufaika. Pia nimejaribu kupanda miche kwenye shule mbalimbali. Shule ya Mbingu nimepeleka miche, ofisi ya kata pale kuna baadhi ya miti nilipeleka pale. Kwa hiyo lengo si kupata kipato tu, lakini lengo ni kusupport serikali, juhudi za serikali juu ya hifadhi wa mazingira na vyanzo vya maji. Sisi wakulima huwa tuna shida nyingi. Uhitaji wetu sisi, zao la kokoa ni nzuri sana na huwa muda wote linataka kuzaa na unaweza ukawa unazalisha, lakini shida yetu sisi hasa ni ile tunategemea mvua tu. Kwa hiyo tunawaomba kama viongozi, kama wapo, naamini tena pia wapo, tunawaomba tupate kama wakulima wa Mlimba, tunaomba tuchimbiwe visima vya maji, kuwe na matenki juu, tuwe tunamwagilia. Iendapo kama tutamwagilia, mimi nitanufaika, hata taifa litanufaika, maana muda wote hela zitakuwa zinapatikana, na pia italeta hata ajira kwa wengine wale ambao hawana, na wale vijana ambao wamo barabarani watanufaika, itawaletea ajira, kwa sababu mimi kama mimi shamba kama hili siwezi nikalihudumia peke yangu.